بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. يوم tarehe 27 mwezi wa Shawwal mwaka 1439 katika darsa siku ya leo matano baada al-fajr tulianza kuizungumzia ibada ya haji na umra. Kitabu tunachokutumia al-Umda fi a'mal al-hajj wal-umra للشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله. Na kwa kuwa siku zimekaribia sana ibada hii tukufu ya haji na umra, nionelea kuwa tajaribu kufanya ikhtisar wala sio kusoma kila neno katika kitabu. Kadhalika pengine tutaongeza zaidi ya darsa hii, bimaana katika darsa ya kesho pia biidhnillah itakuwa ni haya tutakayozungumza insha Allah taala, kwa dharura na umuhimu wa Waislamu kufahamu ibada hii kabla ya kuifanya, na ndivyo ilivyo katika ibada yote nyingine. Leo biidhnillah taala tutaanza fi a'mali baina yaday al-ihram wa ba'dahu. Tazungumzia matendo kabla ya kuingia katika ihram na baada ya kuingia katika ihram. اعلم أن أعمال العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير وترتيب بينها. mwanzo jambo la kwanza kabisa fahamu kuwa amali zinazofungamana na umra, ya kwanza ni ihram, kuhirimia, kuingia katika hali ya ihram. Ya pili ni tawaf, kutufu katika al-Kaaba. Ya tatu ni as-sa'i baina as-Safa wal Marwa. Ya nne halqun au taqsirun, kunyoa kabisa bimaana kipara au kupunguza nywele. Haya ni mambo manne yanayofanywa katika umra. Wa tartibu bainaha, na kufuatanisha katika hivi vitendo. ويستحب للمعتمر قبل الشروع في إحرامه, na yapendekezwa kwa huyu mu'tamir anayetaka kuifanya ibada ya umra kabla ya kuingia katika ihram. Na tukisema ihram hatukusudii hapa ile nguo anaoivaa, imezoeleka kuwa ile nguo yaitwa ihram, lakini tukusudia ile hali ambayo tayari ameingia katika ile ibada. Kiingereza wakieleza wasema state of ihram, katika hali ya kuwa yuko katika nini, ihram, wakati ule ambao kuna mambo sheria imemkataza na kuna mambo sheria imemwamrisha. Awala, jambo la kwanza katika yale yanayopendekezwa, an yahliqa anatahu, anyoe nywele za sehemu za siri. Wayantifa ibtahu au yahliqahu,
na afuchue nywele zake za chini ya mkono makwapani au azinyoe, wayuqallima adhafirahu, akate kucha zake, wayaqussa sharibahu, na apunguze sharubu zake. Na sharubu hupunguzwa, hazinyolewi kabisa kipara. Kuna baadhi yetu hudhania kuwa ni sunna kunyoa kabisa sharubu kipara, na mtu anayenyoa kabisa sharubu kipara huwa mshawwa, hata ukimwangalia wenyewe wasema ni kama amefura pale, kama yuwapoza uji. Afura ule mdomo. Si sunna kunyoa masharubu yote kipara. Sunna ni kupunguza zile sharubu zisishuke katika mdomo. Kwa hivyo wazipunguza zile sharubu. Hii ndio sunna. Bali Imam Malik rahimahullah katika Muwatta amelizingatia jambo hili kuwa ni katika bid'a kule kunyoa kabisa sharubu. Akawa mtu atazinyoa kabisa, habakishi chochote. Thumma yaghtasilu, kisha ataoga. Wal-ightisalu sunnatun fi haqqi ar-rijali wan-nisaa, na kuoga ni sunna kwa waume na wake. Walau kanat al-mar'atu haidan au nufasa, hata ikiwa yule mwanamke yuko katika ada yake ya mwezi au ya uzazi, ana damu ya uzazi. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. أسماء بنت عميس رضي الله عنها mkewe Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu alijifungua wakati wa hajjatul wadaa. Njiani alijifungua, akazaliwa Muhammad ibn Abi Bakr. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwamrisha Abu Bakr amwamrishe mkewe aoge na atangaze ibada yake. Wakati ule walikuwa wakienda haji katika hajjatul wadaa. Kwa hilo ni jambo la kwanza linalopendekezwa. Thania, thumma yatatayabu 'inda al-ihrami wa qabla al-ihlal bil-'umrati bi atyab ma yajiduhu min at-tib fi badanihi wa lihiyatihi duna malabis al-ihram. Jambo la pili, atajitia manukato wakati anapotaka kuhirimia, kabla ya kuingia na kutangaza ibada yake ya umra, kwa manukato mazuri kadri ya vile atakavyoweza kupata. Manukato haya atajipaka katika mwili wake, ndevu zake, pasi na nguo zake za ihram. Bimaana zile nguo ambazo utazivaa wakati wa hirimia hazitiwi manukato, za watu vile vile. Kwa hiyo yale manukato utaweka kwenye mwili wako, kwenye ndevu zako, uweza kuweka kwenye nywele za kichwa ikiwa yakubali, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yadhurruhu baqa'u at-tib ba'da al-ihram, na haimdhuru yeye kubakia harufu ya mafuta mazuri yale baada ya kuhirimia. Ingawa baada ya kuhirimia haitajuzu kwake yeye kujipaka manukato hata katika mwili wake. Ni hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha radhiyallahu anha asema: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. nilikuwa
nikimpaka mtume sallallahu alaihi wasallam manukato kwa ajili ya kuhirimia wakati anapotaka kuhirimia, na kadhalika anapohalalika mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutufu kuondoka alikuwa pia akimpaka manukato. Kwa hiyo hili ni jambo la pili katika yale yanayopendekezwa kwa yule anayetaka kufanya umra. Thalithan, jambo la tatu, wa malabisul ihram allati yartadiha ar-rajul, nguo za ihram ambazo atazivaa mwanamume, izarun wa ridaun غير مفصلين على قدر أعضاء البدن. ni izari, nguo ya chini, na rida ambayo atajifinikia juu, ambayo haikushonwa kwa kadri ya viungo vya mwili, ay ghairu makhitain. Tukizungumza ile nguo isiwe ni katika makhit, haimaanishi kuwa iwe haikutumiwa uzi kushonwa. Watu wengi utatizika hapa, sema ile nguo yatakikana isiwe katika nguo iliyoshonwa. Itakuwaje kitambara ikiwa kushonwa? Kinachokusudiwa hapa ni kuwa isiwe nguo iliyoshonwa kulingana na viungo vya kiwiliwili cha mwanadamu, bimaana haikutolewa mikono, miguu. Kwa mfano kama vile kanzu unayoivaa huwa ina mikono yake, ile ndio inaitwa makhit. Na nguo ambayo sio makhit, ghair makhit, ni ile nguo ambayo haikushonwa kwa kadri ya nini, ya viungo vya mwili. والافضل ان يكون ابيضين للرجال خاصه دون النساء. na ni bora zaidi vitambara viwili hivi viwe ni vyeupe, wala sio lazima, ni bora zaidi. Na hii ni hasa kwa nani? Kwa wanaume basi na wanawake. Kule kupendekezwa ule weupe ni kwa wanaume basi na wanawake. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القمص. عليه katika ibada ya umra havai kanzu, wala al-amaim, wala havai kilemba, wala sarawilat, zile suruali kubwa walizokuwa wakizivaa, wala al-baranis. Na hii leo ukisema kanzu ya Kimoroko nafikiri nitaeleweka, zile ambazo zina nini, zina kama kofia imeshonwa kabisa. wala al-khifaf, wala havai khufu, illa ahadun la yajiduna alaini, isipokuwa yule ambaye hapati viatu vile vya kanda, hapati vile viatu kama kubadhi zile. Faliyalbas khuffaini, huyu ana ruhusa ya kuvaa khufu mbili. Waliyaqta'huma asfala min alka'baini, na zikate chini ya majicho yake mawili. Ingawa katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yajid an-na'alaini falyalbas al-khuffaini wa man lam yajid izaran falyalbas sarawila lilmuhrim. Akatoa ruhusa kwa yule ambaye hana uwezo wa kupata viatu vile vya kanda aweza kuvaa khufu mbili, na akatoa ruhusa ambaye hakupata ile nguo ya ihram, rida na izar, kuwa ana ruhusa ya kuvaa as-sarawil. Hii ni kwa yule ambaye hana uwezo. والمرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب المطابق لمواصفات الجلباب الشرعي. أما mwanamke aliyeingia katika ihram, basi atavaa nguo yoyote anayotaka maadamu yaafikiana na sifa ya jilbab ya kisheria, bimaana nguo zake ziwe zaambatana na maamrisho ya kisheria. bisharti alla tatabarraja bizina, asiwe yatajidhihirisha kwa mapambo. Ni makosa kujipamba, bimaana ile nguo isiwe ni yenye kuvutia wanaume wanapomuona.
wala tatashabbahu fi libasiha birrijali walkafirat, na pia asijifananishe katika mavazi yake anayoyavaa na wanaume, maana akavaa vazi ambalo lavaliwa na wanaume, wala asivae vazi la kujifananisha na wanawake wa kikafiri. wala tantaqibu wala talbasu alquffazaini, wala hatavaa niqab. Na niqab hapa inayokusudiwa ni kile kitambara kinachofungwa kwa nyuma, wanawake huvaa usoni, mwaita ninja hapa, sio? Havai ile. Wala hatavaa alquffazaini, gloves kwenye mkono. ولها أن تسدل ستارها على وجهها من غير أن تشده إليه عند ملاقاة الرجال الأجانب لأمن الفتنة وتأسيا بأمهات المؤمنين ونساء السلف. ingawa yajuzu kwa mwanamke kushukisha nguo yake usoni. Kwa mfano ana kitambara amekishonea huku juu katika jilbabi yake ambacho hakukifunga kama vile ninja, yajuzu kwake yeye kushukisha kwenye uso wake kujistiri wakati anapokutana na wanaume ambao ni ajanib, si maharimu wake, ili kuzuia fitna na kuwaiga wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanawake wa wale wema waliotangulia. fatuhrimu fi thiyabiha ash-shar'iyya, kwa hivyo mwanamke atahirimia kwa nguo zake zile za kisheria. ilman anna ma yaf'aluhu kathirun min an-nisaa min libas ath-thiyab al-bayda lil-'umrati aw al-hajj ala wajhi al-istihbab la asla lahu fi ash-shari'ati al-muhammadiyya. Tujue ya kuwa kile wanachokifanya wengi katika wanawake katika kuvaa nguo nyeupe kwa ajili ya haji au kwa ajili ya umra, kwa njia ya kupendekeza nguo kama hiyo nyeupe, ni jambo ambalo halina asli katika sheria. Alhamdulillah. Na hapa ningependa nitoe tambihi, maana ni jambo ambalo limeenea. Upande wa kina mama tumetaja kuwa wana ruhusa ya kuvaa nguo maadamu haikhalifu sheria na imeambatana na jilbab ya kisheria ilivyoamrishwa kwa wanawake. Utapata mara nyingi, na nishawahi kulizungumza hili, kuwa ibada za wengi katika wanawake ni ibada za kuwasikiza wenzao, na hili atakikana achunge sana mwanamke. Usisikilize yoyote anayekuja kukwambia, haja kukuaga kwa kuwa amesikia wenda haji, haja na nguo yake, basi wajue yapendekezwa kuvaa nguo nyeupe. Hii hapa nilikwenda nayo mimi mwaka jana, kishika. Basi ukifika kule utaona hiki na hiki, na ukifika pale fanye. Sasa yeye ndio yuwabeba, na maskini wakati ule kwa sababu yeye hajui, aona sasa hivi ni wakati wa kufungua akili na kupokea kila anachoambiwa, kwa kuwa yenda kufanya ibada kule tukufu ya haji na haijui. Ni wajibu juu yako wewe mwanamume na mwanamke kuisoma ibada yako, wala usiichukue ibada yako kutoka kwa jirani yako. Mimi uziita hizi rawahu jirani, imepokewa na jirani, lakini sio ibada iliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuona mambo kama haya, mwanamke maskini akatiliwa dhiki ya kuwa ni lazima avae nguo wasifu wake weupe ama rangi ya kijani. Huku kwetu wengine utaona wamevaa rangi ya kijani kama wanafunzi wa shule vile. Utaona mama mtu mzima mvalishwa kama mwanafunzi wa shule. Vaa nguo zako tu kawaida unazojistiri nazo, wala usijitie dhiki katika hili. Na wengi waweza kuambia haya maneno wakakusikiliza vizuri. Ngoja ifike wakati wa ibada ya haji, utaona vituko hujaviona. Na mimi nalizungumza hili mujarrab. Hata katika familia zetu utakuta waenda na mama khalati yako ama ammati yako, waenda naye katika ibada ya umra kwa mfano, wamfundisha, angalia ufanye hivi,
utafanya hivi, utafanya hivi. Sawa? Hivi ndivyo inavyofanywa, hakuna zaidi ya haya. Sawa sawa. Akifika kule mwanamke dhaifu, akiona tu kwa mfano makamu Ibrahim kuna wanawake wengine na wao wapapasa pale wakijipaka lile vumbi, na yeye pia atakuangalia unzuba hivi, yeye pia atashikashika pale ajipake. Mimi nishafanyiwa hivyo mara nyingi sana. Mama wafanyaje? Naona watu wafanya na mimi nafanya. Usifanye hivyo, makosa. Usiende ukaona watu wafanye kitu na wewe wafanye. Mazuka ni wengi kuliko vile unafikiria wewe. Kiufupi, sifanyi mujazafa wala kupita mipaka nikisema asilimia kubwa ya waislamu wanaokwenda kufanya haji na umra hawaijui kuliko wale wanaojua. Si mwanifahamu? Yani tukipima asilimia ya wale wenye kufahamu ile ibada na wale wasiofahamu ni wengi waweza kufika asilimia kubwa sana ukipima na wale wanaojua. Kwa hiyo usichukue ibada yako kwa kumuona mtu anavyofanya na wewe wafanye. Nafikiria niliwapigia mfano, ilitokea klipu, kuna baadhi ya watu wa nchi fulani walikuwa wakitawadha kwenye hewa, mkumbuka? Kama hiyo tawadha na hakuna maji pale mahali. Nafikiri kila mtu aliona hiyo. Watu wakasema sasa ujinga gani huyu mtu kufanya? Haikupita wiki mbili ikatolewa klipu nyingine, sasa watu wa nchi nyingine waiga. Pia wao wako pale pale kwenye saha ya haram katika al-Kaaba, aona kutoka nje kutawadha mbali. Kwa hivyo wakakaa grupu pale eti watawadha kwenye hewa. Kama vile mtu anavyotawadha. Ni kama wafanya tamthilia. Waweza kuona jambo dogo kwa mtu mmoja anaanza na waona wewe ni ujinga, lakini kuna watu wengine maskini wakiona vile wana labda huku Maka watu watawadha hivi. Wengine anaweza kusema hivi. Labda kule kwetu ndio watawadha na maji. Lakini ukifika hapa waruhusiwa kutawadha na hewa. Au ulisikia wapi? Lakini ni mambo ambayo watu ambao hawataki kusoma ndivyo wanavyoingia katika majanga kama haya. Na hii ni tambihi kwa kina mama. Kwa hisani yako mamangu, soma mwanzo. Soma, huna udhuru. Kila kitu leo kipo wazi. Tafuta kitabu kidogo kizuri kwa lugha unayoelewa. Soma ibada yako, usikubali kuambiwa na jirani hivi ndio nilivyofanya. Hiyo ulifanya wewe, Mtume sallallahu alifanya hivyo. Wewe muige Mtume sallallahu alayhi wasallam. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبسوا القفازين. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza kuvaa nguo ambayo imeguswa na zaafaran au warsi, yani bimaana manukato. Haya ni manukato. Na mwanamke amemkataza kuvaa niqab ile ya kufunga, wala haijamaanisha kuwa amekatazwa kufunika uso wake anapokutana na wanaume, wala pia havai gloves. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال. Asma radhiyallahu anha asema tulikuwa tukifunika nyuso zetu kutokamana na wanaume, yani wanapokutana na wanaume wakifunika nyuso zao. wa kunna namtashitu qabla dhalika fi al-ihram, yani kuchana nywele zao kabla ihram walkufan. wa an Aisha radhiyallahu anhuma qalat al-muhrimatu talbasu min ath-thiyabi ma sha'at. Aisha radhiyallahu anha asema aliye katika ihram katika wanawake atavaa katika nguo anazotaka, illa thawban massahu warsun au za'faran, isipokuwa nguo ambayo imeguswa na wars ama za'faran, yani manukato. wala tatabarqa,
na wala hatavaa ile burqa inayojulikana leo kama wanaofunga wanawake kwenye uso, ninja. Aisha radhiallahu anha akamalizia kusema watusdilu athawba ala wajhiha in sha'at, naweza kushukisha ile nguo yake katika uso wake akitaka. رابعا وإذا وصل المعتمر الميقات, anapofika yule anayefanya umra katika miqat. ومواقيت العمرة المكانية هي نفسها مواقيت الحج لا يجوز للمحرم تجاوزها بلا إحرام. مواقيت ni sehemu ambazo sheria imeweka kuwa ibada ya haji na umra huanza pale, na zile miqat za umra ndio miqat za haji, hakuna tofauti. Kwa hivyo ni mipaka iliyowekwa na sheria kuwa baada ya hapo moja kwa moja mtu aanze ibada yake ya umra ama ya haji. Kwa hivyo akifika yule mwenye kufanya umra katika miqat, فإن كان من أهل المدينة أو ممن يمر بها وهو ما يسمى بذي الحليفة, ikiwa ni katika watu wa Madina au apita kwa njia ya Madina ile miqati inayojulikana kama Dhul Hulaifa, falahu an yusalli fi wadi al-aqiq rak'atayn istihbaban ma 'ada al-ha'id wan-nufasa. Na hii ni hasa kwa watu wa pale, kwa sababu pale ndio kuna wadi al-aqiq, kuna bonde la aqiq, pale ni sunna kuswali rak'a mbili, isipokuwa mwanamke aliye katika haidh ama nifas. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema atani ati min rabbi wa qala salli fi hadha alwadi almubarak. Kwa ni amri Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam istihbaban kuswali katika sehemu kama ile inayojulikana kama wadi al-aqiq. Na hapa pia kuna tambihi kwa baadhi ya watu, kila sehemu akifika yeye aswali rak'atayn, mpaka watu wafanya mzaha. Kuna roundabout moja pale Jeddah kubwa, inajibaskili kubwa, baskili vile imetengezwa tu mapambo. Jamaa hudanganyana wakasema ile mbaskili ya Adam. Sasa simamisha swala rak'a mbili, pia pale ataka kusimama aswali rak'a mbili kwenye baskili. Hawa watu wako wengi hawa, kila anapokwenda yaona hapa ni sunna kuswali rak'a mbili, hapa ni sunna kuswali rak'a mbili, hapa ni sunna. Anaofanya namna hiyo, na mengi hutungwa watu wakaswalishwa rak'a mbili, swali rak'a mbili, swali rak'a mbili hapa na hapa swali rak'a mbili pia, ukaona kila mahali unapokwenda swali rak'a mbili. Sasa kuna sehemu ambazo ni sunna kweli kuswali rak'a mbili kama wadi al-aqiq, kwa wale ambao wapitia njia wapi ya Dhul Hulaifa, hawa ni sunna kwao kuswali rak'a mbili. فإذا وافق وقت فريضة يصليها في أي ميقات كان. أما ikiwa itasudufiana wakati wewe waingia kwenye miqat ni wakati wa swala ya faradhi, basi utaswali katika miqati yoyote ile. وكذلك إذا صلى ركعتين ونوى بهما سنة الوضوء أجزأه فعله. كذلك ikiwa ataswali rak'a mbili akanuia sunna ya wudhu kwa mfano, la bas, waweza kuswali. فإن كان السفر على متن طائرة لا تتوقف إلا في جدة, ikiwa safari yake ni juu ya ndege na ndege haitasimama isipokuwa akiwa amefika Jeddah. Watu wataja ni Jeddah, lakini fasaha ni Jeddah, julikana hivyo. فيستحب له أن يلبس الإحرام من المنزل أو في المطار أو في الطائرة. Huyu itapendekezwa kwake yeye avae ihram kuanzia nyumbani anapotoka au juu ya ndege au anapofika katika airport yao, si Jeddah, airport yao pale anapoondoka, kabla hajaingia kwenye ndege avae ihram. Wa an yuhrima bi'umratin wujuban qabla an yatajawaza al-miqat al-makaniyya al-muta'alliq bihi, na awe
atahirimia kwa umra, wajib kwake yeye kuhirimia kabla ya kupita ile miqat inaofungamana na yeye juu ya hewa. Na siku hizi alhamdulillah ndege nyingi wajulishwa kuwa tumekaribia kwenye miqat, kwa hivyo pale wafanya nini? Waingia katika ihram yako moja kwa moja. Na Judda sio miqat. Hata ukaona baadhi ya watu ambao wanyoshiwa vidole kuwa mashekhe kuwafanya hivyo, usiwafuate hao waongo. Mtu asikwambie ukifika Jidda utavaa. Kuna mmoja mimi nashangaa sana, haina haja ya kusema sana, lakini mimi nashangaa khurafi mkubwa mmoja, alafu anyoshiwa vidole kuwa na elimu. Huyo daima tukienda haja ama umra, ikiwa tuko naye katika ndege na ile kanzu yake, mpaka fika Jidda yashika mikono na kanzu yake, habari ana. Bali kuna wengine mpaka Mina wakutana na wao, wako na hali yao ya kawaida hajafanya tuseme umra ama nini. Akitaka kufanya umra ndio yuwavaa zake, afwan mpaka Makka, ndani ya Makka ndio yuvaa nguo ya haram yake, kisha yuingia kwenye nini, kwenye ibada. Na hii makosa. Sawa sawa ni kwa mtu ahirimie kabla ya kuingia kwenye nini, kwenye miqat. Ni wajib kuhirimia kabla ya miqat. Wala Judda sio nini, sio miqat. Kwa hivyo usiongojee ukashuka na ndege Jidda ndio ukasema pale nitakwenda kuvaa. Nimeambiwa miqati yetu ni Jidda, itabidi utafute hiyo hadithi inayosema kuwa miqati yako ni Jidda. Wallahu almusta'an. Kuna mengine mengi bado yamebakia, insha Allah taala tutakuja kuyazungumzia katika kikao cha kesho insha Allah taala, katika yale matendo ambayo atakikana kuyafanya mwenye kufanya haji au umra kabla ya kuhirimia na baada ya kuhirimia. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.